Moja kwa moja, watu 9 wauawa katika shambulizi la ndege zisizo na rubani la Urusi nchini Ukraine. Sekunde chache kabla, makombora ya Ukraine yalishambulia maeneo yaliyo na wanajeshi wa Urusi. Wakati wanajeshi hao walipokuwa wakitembea, wakijaribu kusonga mbele kuelekea kwenye barabara kuu inayoingia Pokrovsk. Kuna mwanajeshi mmoja wa Urusi amejeruhiwa au amefariki baada ya shambulio hilo. Ni matokeo ya umwagaji damu katika vita ambavyo Urusi ilivianzisha. Maelfu wameuawa hadi sasa, umwagaji damu usiokoma, kama rais wa Marekani Donald Trump alivyosema. Toka katika nyumba ya vijiji ilivyogeuzwa kuwa kituo cha amri cha kikosi cha 155 cha jeshi la Ukraine, ni mali chache kutoka mstari wa mbele wa mapambano. Wiki hii kuna matumaini makubwa ya kusitishwa vita, hata miongoni mwa wanajeshi wenye mashaka, kwani juhudi za kidiplomasia kutoka Marekani, Ulaya, Uturuki na nchi zingine zinasukuma Urusi na Ukraine kufanya mazungumzo ya moja kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka mitatu. Tumefanikiwa kuharibu maeneo yao ya vita na vituo vyao vya usambazaji wa vifaa. Urusi haina nguvu na sio imara kama ilivyokuwa hapo mwanzo, kwani hivyo nadhani kuna kitu kitatokea. Yuri mwenye umri wa miaka 37 alikuwa akifanya kazi katika kampuni ya teknolojia kabla ya uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Yeye anasema, tunatamani vita hivi viishe, lakini ni muhimu kukumbuka kwamba hatuwezi kuvizuia kwa sababu hatukuvianzisha wenyewe. Anatazama juu kwenye skrini na kuwaona askari wa Urusi wakisonga mbele tena. Yeye na wenzake wanachambua walipo na kutuma taarifa hizo kwa kitengo chao cha makombora. Baadhi ya sehemu za mkoa wa Zaporizhia kwa sasa ziko chini ya Urusi. Mstari wa mbele wa mapigano ni chini ya maili 40 kutoka katikati ya mji, na Urusi inataka udhibiti kamili wa mkoa wa Zaporizhia, Luhansk, Donetsk na Kherson kama sehemu ya makubaliano yoyote ya amani. Hapana, nataka kuishi Ukraine, si Urusi. Tumeona walichokufanya wakati wa uvamizi, walichokifanya katika maeneo kama Bucha, ukatili wao na mateso, anasema Yana. Fikiri, hata eneo hili la makaburi hawajaacha kulishambulia. Anazungumza akionyesha shimo kubwa la bomu lilipokuwa limepigwa katika sehemu hiyo. Machozi yakimtoka, anasema, natumaini mtoto wangu wa kufa bure, kutakuwa na ushindi na Ukraine yote itakuwa huru.